kuna somo ambalo Roho Mtakatifu ameliachilia kwangu nililete kwako. Na hili somo ni la muhimu sana kwa mtu ambaye atanisikiliza. Ngoja nikwambie, tunapofundisha ni kwamba tunakuempower, tunakuwezesha Mkristo uwe na faida kwenye imani hii, uweze kusimama peke yako. Siku tunazoishi sasa ni za hatari sana, kwa sababu watu wasio na misingi mizuri katika imani hii ni watu ambao wanabebwa na elimu nyingi tofauti sana. Na wakati mwingine hata tunapoona kwenye kanisa tuna watu ambao, nikiuliza watu wenye umri mkubwa hapa sio wengi sana. Watu wenye umri mkubwa kama pastor hapa, mzee mwenzangu hapa, sio wengi sana, ni wachache. Sasa tunapoona hiyo generation iliyoko chini kidogo, ni generation ambayo tunaitazama kwa kuwahurumia sana, kwa sababu wako majira ambayo wasipolipata neno kwa njia sahihi wakajifunza, ni wale ambao wanaweza kuyumbishwa sana hata wakakata tamaa kama Mungu yupo au la. Ni kizazi ambacho kinakutana na mambo magumu mno kushinda umri wao. Ni kizazi ambacho mtu amemaliza university na hana pa kuajiriwa, na matumaini yote aliyokuwa anaambiwa na wazazi wakati akisoma kwamba mwanangu nenda shuleni, anaenda asubuhi na baridi, mwanangu soma kwa bidii, hayo matumaini yote ameona ni uongo na kujilisha upepo. Natembea na makaratasi kila ofisi na hana kazi. Huyu mtu anahitaji neno la kumfaa, aendelee kuamini kwamba kauli za wazazi zina exist, aendelee kuamini kwamba Mungu yupo na Mungu ni wa wote wenye mwili, hana upendeleo. Huyu mtu anahitaji. Na kuna shule ambayo Mungu atairuhusu. Taweka misingi kidogo leo, alafu tutaendelea wiki hii. Najua kuna kitu Mungu atafanya. Ninalo somo ambalo nataka kuzungumza na wewe. Somo hili linaitwa nguvu ya kusema. Ni simple tu. Nguvu ya kusema. Hebu mwambie jirani yako, nguvu ya kusema. Muulize, unajua kusema wewe? Anajua kusema. Mimi najua anajua kusema sana. Ni msemaji sana. Lakini Mungu atatusaidia kuelewa ni nini kilichoko kwenye kusema. Kuna nguvu gani katika kusema? The power of speaking, au the power of speech. Andika tu. Ni shule ya ajabu sana. Wakati Mungu alikuwa ananifundisha hii shule, hata mimi nilikuwa natubu mara kadhaa, nikamwambia Mungu nihurumie sana. Hiki kinywa samehe sana. Wewe ulivyo hivyo ni matokeo ya kinywa chako. Wala hakuna mtu anahusika. Hakuna mzazi wala jirani wala mchungaji. Wewe ulivyo hivyo, matokeo ya yani hivyo ulivyo nini? Kinywa chako tu. Na wiki hii kuna watu Mungu atawafundisha, maisha yao yanaenda kubadilika kabisa, kwa sababu kwanza watabadilisha style, mtindo wa kusema. Ukishabadilisha namna ya kusema, umebadilisha mfumo wa maisha yako completely. Kwa taarifa yako tu, kabla sijaenda mbali, ili ubaki na hilo wakati nikiendelea, hata shetani hana uwezo wa kubadilisha nguvu ya kusema unless aingie kwenye ubongo, abadilishe namna ya kufikiri. Maana ikisha tamkwa, imetamkwa. Na vita vyote vilivyoko kwenye dunia, iwe kiroho ama kimwili, vimetokana na kusema. Unasema, mtumishi wa Mungu anatuambiaje? Nenda kaulize majirani walipigania nini. Watakwambia walipigana kwa sababu mke wa jirani alisema.
Nataka kaulize watoto wako walipigania nini shuleni? Kwa sababu kuna mtoto alisema miguu ya mama yako imepinda. That was the case. Alisema. Na hata kama imepinda kweli, kama asingesema wasingepigana. Miguu ingebakia imepinda tu, lakini kusingekuwa na ugomvi kwa sababu hakuna aliyesema. Na kupeleka taratibu ili nikufikishe. Haitasaidia nitoke Arusha alafu nikimbie kama napelekwa marathon. Natamani dakika zangu nizitumie. Kuna msemo wangu huwa naupenda sana. Mara ninapokutana na mtu natamani kuongeza value ya huyo mtu. Sababu sijakutana naye by accident, imepangwa mbinguni nikutane na mtu huyo. Huwezi kujiuliza kwa nini wewe uko hapa na kuna mwingine ni mshirika wa hapa, ni member wa hapa na leo hajaja. Kwa nini wewe upo? Kwa sababu imepangwa. Kama imepangwa, lazima niongeze value yako. Nguvu ya kusema. Sasa nitakuwa nazumia hayo maneno mawili, speech, kwa sababu fulani tu. Hapa kuna nguvu ya kusema na ya kunena. Tuko pamoja? Speak, zungumza. Speech, nena. Kwa hiyo sema, zungumza, whatever. Lakini ninataka kudili na kufungua kinywa. Kwa vyovyote utakavyoita wewe. Na shughulika na kufungua nini? Kinywa tu. Kinywa kimeipeleka dunia mahali pabaya sana. Kinywa kimeharibu ndoa nyingi sana. Kinywa kimefanya wanawake warembo sana waliopaswa kuwa kwenye ndoa hawaoleki kwa sababu mdomo haribu. Kinywa umesababisha mabinti zetu wakienda kwa waume wanarudishwa nyumbani. Sababu wanafungulia redio ya mdomo asubuhi mapema wakati mume anaenda kazi. Alafu wanafungulia redio jioni wakati mume amerudi amechoka kabisa. Kutana na kamama kanafungua redio. Kanarudishwa nyumbani. Ukija kusikiliza ni maneno na mengine hayana msingi. Kama uamini kaulize wanakutana na kesi gani? Hazinaga maana. Pastor, unakutana na kesi nyingi, ukisikiliza unasema sasa wamepigania nini hapa? Tatizo sio hayo maneno, sio magumu, mdomo tu ulipofunguliwa. Mdomo tu ulipofunguliwa ndio tatizo lilianza kusema. Kama watu wangejua siri hii, dunia ingekuwa na amani, kwa sababu kuna wakati watu wangenyamaza na wangesema wakati ambapo mbingu zimeamuru waseme, kungekuwa na amani. Hakuna mtu atakufa maskini kwa sababu mdomo wake tu. Nasema mhubiri unamaanishaje? Nitakueleza tu taratibu. Unang'ang'ana tukuombee, tunakuombea sana. Hatuna wivu na hilo. Tunakuombea hata kabla hujatuambia tukuombee. Wewe unafikiri Reverend Gitai anafanya kazi gani? Kukuombea hata kama haujamwambia. Anakuombea. Lakini na yeye pia kuna wakati anashangaa, mbona kama mtu anakaombea sana akabadiliki? Mdomo. Ya kuna wakati anashangaa, anarudi kumuuliza Mungu, huyu namuombea sana. Tena wengine ni watoaji wazuri sana, lakini kuna namna maisha yao hayako vizuri. Kwa nini? Kusema. Mdomo. Muangalie jirani yako. Sijakwambia umuulize chochote, nimekuambia muangalie tu. Na najua ulimwangalia mdomoni. Na mimi sikukwambia muangalie mdomo wake, nilikwambia muangalie jirani tu. Lakini uliangalia yako kama mdomo wake. Na unajua unatafakari nini? Unasema inawezekana hata huyu matatizo yake yametokana na kusema. Ndio. Kusema. Wesikia matatizo kwenye taifa lolote duniani, kwenye nchi popote, serikalini, sikiliza matatizo popote yalipo. Fuatilia. Kusema. Kuna mtu kalisema kuna fedha zimeibiwa, zimefichwa. Kabla hajasema nchi ilikuwa imetulia.
Wewe nani alikutuma ukaseme sasa? Hapo unasababisha watu wauane. Kwani unajua kuna ngapi zimeibiwa na watu hawajapigana? Hizo ni kidogo ulizosema wewe na zimeleta shida kwenye kampuni. Mind your own business. Sababu muda wa kuishi hapa duniani umepimwa. Na yale yanayokuhusu wewe bado hata hujaanza kuyafanyia kazi. Nasikia amani fulani hivi. Sijui kama unasikia hiyo amani. Nasikia amani fulani hivi kwamba kuna kibali kikubwa sana kwenye hii shule. Yes, nguvu ya kusema. Hicho ndicho tutakachokizungumza wiki hii hapa. Nilikuwa namuuliza Mungu, utawasaidiaje watu kwa kutumia ujumbe huu? Kwa sababu kwa nini usinipe ujumbe wa kusema watapita katikati yao na wala hawatamuona? Kuna mtu anapita katikati yao hapa. Why God? Kwa nini usinipe message kama hiyo? Mungu akaniambia, mwanangu Wile, kwa miaka 35 uliyotembea na mimi, nimekufundisha experience. Nenda kawasaidie wanangu Donholm. Nikamwambia, kwa nini unawafundisha hii? Ambia, kwa sababu kuna wengi wao. Sikiliza, hii nilikuwa naitoa kwenye baraza ya Mungu mwenyewe. Kuna wengi wao watakusikia na wamejaa maswali. Nini kinakwamisha maisha yao? Pamoja na kufunga na kuomba na kutoa, nini kinakwamisha maisha yao? Na shule hii nayo kupa wapeleke, inaenda kuwafungua. Nikarudi kumuuliza Mungu tena, nikamwambia, bado swali langu ni lile lile Mungu. Kwa nini ujumbe huu? Ambia, kwa sababu nimejiwekea majira katika ufalme wangu wa kwenda kuwabariki. Nami kama nabii naamini maneno hayo. Mungu akisema amesema. Kuna watu wanakwenda kubarikiwa. Sasa tuende pamoja. Nguvu ya kusema. Takapokuwa naendelea, kwa wale mlioko hapa, sikiliza kwa makini sana. Fuatilia ninachozungumza hatua kwa hatua. Sikubali mtu akusumbue. Na hata wale ambao watanifuatilia kwa njia ya television, mitandao ya kijamii, social media, tenga muda kama alisikiliza kwa makini sana. Kwa sababu kama vile tangazo lilikuwa likitangaza kwamba haijalishi umbali sio baria, bado Mungu anaweza kuhudumia mtu akiwa popote. Nitatumia maandiko mengi katika somo hili kama nikifanikiwa, lakini hakuna masharti ya andiko lipi lianza na lipi liliwe la mwisho. Nitachagua tu maandiko, na usishangae pia nikirudia andiko mara mbili kwa sababu za tofauti za ufunuo katika andiko hilo. Hivyo nitakuwa nasoma maandiko randomly, nitakuwa kama nazunguka tu kwa sababu muda tulioko nao ni mfupi sana. Lakini kitu ambacho tutakuwa nashughulikia ni hapo kwenye nguvu ya kusema. Tutazungumzia kusema, na huko ndani nitakuwa na kuonyesha nguvu ya kusema ilivyo na athari, ina uwezo ya kuyafanya maisha yako yawe tofauti. Kama tukisoma kwenye kitabu cha Warumi mlango wa 10, Romans chapter 10 verse 9 kuendelea. Warumi mlango wa 10, kama tukisoma pale tutaendelea mlango wa 10 mstari wa 9 kuendelea. Nitaanza na andiko hilo kama nilivyosema kwamba
Sio kwamba ninapoanza na andiko hili ni kwamba la muhimu kuwa moja. Inawezekana hata nikarudia andiko lingine, kwa sababu kuna tofauti za revelation nitakuwa nazitumia. Anasema hivi, sasa sikiliza. Kwa sababu ukimkiri Yesu kwa kinywa chako ya kuwa ni Bwana na kuamini moyoni mwako ya kuwa Mungu alimfufua katika wafu, utaokoka. Mstari wa 10.